ya saa 5 wakati watu asilimia kubwa watu walikuwa kwenye usingizi, ikaanza kusikika milio ya kuvuma kwa kitu. Sasa watu tukawa tunamshangaa kitu kinachovuma ni kitu gani kinachovuma. Na baadhi ya watu baada ya kusikia mvumo wakaanza kutoka nje kushuhudia ni nini hasa hao wenye maeneo karibu na ile bonde lilovusha maji. Ndio tukaanza kupata taarifa kwamba kuna ujio wa maji ambao unaingia kwenye nyumba za watu. Basi na baadhi ya wananchi wakaanza kupiga mayowe usiku, tukakusanyika kuona ni jinsi gani tunaweza kutoa msaada wa awali kwa wale watu ambao wamefikwa na hizo changamoto. Nipongeze wananchi walijitoa kwa asilimia zote sana kwenye kushughulikia hili swala. Zipo kaya ambazo zimeathirika moja kwa moja ikiwemo nyumba na vitu vingine. Lakini kubwa zaidi pia kama unavyoona, hayo mazao sio hapa tu. Toka huko maji yalipoanzia. Na kibaya zaidi kwenye mazao tunapata hasara kwa sababu mazao yashafika stage ya kuvunwa. Sasa tulikuwa tu wenyewe wananchi tunaamini kwamba ndo tunaenda kupona, lakini ile tokeo limetukata tena miguu, limeturudisha chini kabisa. Kwa hiyo hiyo ndo scenario iliyotokea kwa jana usiku, lakini tunachoshukuru hatuna kifo mpaka sasa hivi. Wananchi wengi wamepoteza mifugo yao. Hiyo ndo changamoto ambayo imetokea kubwa sana, na timu yako pia kama kuna uwezekano tungepata msaada wa haraka sana kwa hizi kaya ambazo zimeathirika moja kwa moja na nyumba kudondokewa na kubebwa na hivyo vitu, wangepata msaada wa chakula kwa haraka kwanza, wakati mwingine wafanyaje. Jina langu Zula Ali, mkazi wa Mwenda. Changamoto yangu shamba limeingia na maji, mahindi ya chakula sina. Na nilima nyanya zote zimeenda na maji, na nategemea watoto wangu hapo shule nivune nyanya nipeleke ada shuleni. Kwa hiyo ada ya kulipa watoto shuleni kusoma sina. Chakula nyumbani sina. Naomba serikali tusaidie, tupate mtaji wa kuendeleza tena kulima bustani. Na kwa kipindi hiki naomba tupate hela ya chakula, maana chakula hatuna. Dakika 2 hazijapita nikakuta tena nacheza kwenye maji. Haya maji yanaingia mlangoni. Nikawasha taa. Ile nafungua mlango ndio maji na harusi. Sasa nakuta maji sio ya kawaida kama siku zote. Natoka hapa na misimama hapa kwenye hii foundation maji hapo humu. Na tathmini ya maji mbona ni makali sana leo kuliko siku zote. Tafanyeje? Huu ukuta umenziba. Huku yanapita mengi, kule yanapita mengi zaidi. Nikiperform kupita hapa kwenye hewa naweza nikapitiliza. Mbona yana kawaida kujaa yanapungua? Acha nivumilie kidogo. Mwishoni na tathmini vizuri maji hapo Sasa nafanyeje hapa na tathmini huku na huku nikishangaa. Tochi nimeshika mkononi na mulika hivi. Nakuta mawimbi haya majani yote siyaoni mpaka mwisho. Huku hata kuna nini unaogopa kumulika tochi. Sasa najifanyeje? Ule mlango maana tulikuwa tunashindana sasa na ufungua wewe unajifunga. Maana maji yashapita mengi sana na yatikisika kwa ndani hivi yanayumba sana. Basi ukuta huku kalia kama bomu fulani kafanya puu. Ukajipasua kwa kati. Huku gebo likashuka hivi. Lilivyoshuka hivi huku bado nimesimama hapa. La huku lila mlango limesimama kasa likinidondokea na hili mimi nafikirika. Acha nijitose hapa. Ninganganie hapa juu. Nikaruka hapa yaani kama kikaratasi fulani nimekuepo uwepesi wake. Nikashikilia hapa miguu imetangulia mbele, nikashikilia nikajivuta tena, nikaweka mguu mmoja kule, mguu mmoja hapa. Na mkono mmoja kwa juu pale, mkono mmoja pale. Nikazidi kupanda kidogo. Sijajua kama nimekamata ni miba. Sijajua hivi. Kipindi michungwa hii inainamishwa hivi manake ni maji sasa isha level ya kibanda hamna. Ipo level ya maji. Manake yanaenda, haya majani yanasinya alafu yanaibuka. Yanasinya yanaibuka. Sasa nikiachia hapa basi nimekwisha. Nikikaa ndani ya dakika 2 namulika tochi. Hali ndio inazidi. Kumbe ile bati lilikuwa limezama chini hapa ndio ilikuwa inagombana na huko mchungwa wa hapa huko. Kwa maji yalivimba sana. Nilikuwa maji nipo juu lakini maji hapo na yumba nayo nafanya hivi, kiuka hivi. Naangalia tu kwamba mti unatembea, kama unatembea basi niwache unishike ule pale nikifika nao jirani. Lakini kwa kuwa miti ilikuwa inazama tu inatikisika afu inaibuka hivi. Nilivumilia ndani ya masaa 3 mheshimiwa. Kwamba pale sasa ikaja uoga fulani nikawa natetemeka miguu na mikono nikasema ujinga. Sasa hapa nikiachia hapa nitafanyeje?
Acha tung'ang'anie mpaka ninavyoona inavyoondoka ndio nafanyaje? Najua mbinu zingine za kung'ang'ania mbele.